anatusihi, atuita kwa upole. Usikawie rafiki, miaka yaenda mbio. Mlango wafungwa ndugu, harakisha usichelewe. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo ya kitabu cha unabii cha Daniel. Katika vipindi vilivyopita tumekwisha kuona juu ya sura ya kwanza na ya pili, na tumeona jumbe nyingi na kweli nyingi ambazo zipo katika sura hizo na za muhimu sana katika wakati huu wa mwisho. Basi tuendelee kuona nini ambacho Mungu anataka kutuambia katika wakati huu wa mwisho kupitia kitabu hiki cha Danieli. Sasa tunaendelea na sura ya 3. Mstari wa kwanza sura ya 3 inasema, Nebukadreza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Hapa tunaona mwendelezo wa historia ya kile ambacho kimerekodiwa kuhusiana na maisha ya mfalme Nebukadreza. Baada ya mfalme huyu kupata kufahamu ile ndoto na tafsiri yake aliyoiota ambayo tuliona katika sura ya 2, alionekana akimkiri Mungu wa mbinguni, akionesha jinsi gani miungu ya Wababeli ilikuwa haina nguvu yoyote na Mungu wa mbinguni ndiye anatakiwa kuabudiwa na kuhimidiwa. Lakini baada ya miaka mingi kupita, baada ya miaka kadhaa kupita, miaka takriban 23, roho ile ambayo ilionyesha ibada ya kweli ndani yake, roho ile ambayo ilionyesha kumkiri Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, ilianza kupotea ama ilipotea ndani ya moyo wake. Alianza tena kurudia ibada ya sanamu. Alianza tena kufanya njama za kukanusha na kupingana na Mungu wa mbinguni aliyemsaidia kufahamu ile ndoto na tafsiri ya ndoto ile aliyoiota. Sasa tutaona hapa ni jambo gani ambalo alifanya huyu mfalme. Kumbe pamoja na kumkiri Mungu wa mbinguni, mfalme huyu alikuwa bado ana upagani mwingi katika nafsi yake. Bado katika imani yake alikuwa ibada ya miungu imekaa ndani yake. Hakuweza kuisalimisha vilivyo, bali aliendelea kuitegemeza, na hatimaye miungu hiyo ikafanyiza roho yake ndani tena ya kujihami kinyume na Mungu wa mbinguni. Kujinyenyekeza ambako alikufanya, kitendo cha kujinyenyekeza ambacho alikifanya baada ya kusikia ile ndoto na tafsiri yake aliyoiota, kulianza kupotea. Kujinyenyekeza na kujishusha kule kote kulianza kulipotea kabisa. Kwa hiyo katika sura ya 3 mstari wa kwanza tunaona jinsi ambavyo mfalme huyu alitengeneza sanamu kubwa yenye taswira sawa na ile ambayo aliiota. Ndoto hii aliitengeneza kwa dhahabu tupu. Aliitengeneza kwa dhahabu peke yake. Kumbuka ile sanamu ambayo aliota, alifafanuliwa na Danieli, ikaonekana kwamba ilikuwa imeundwa kwa madini tofauti, kutoka madini bora kutoka kwenye kichwa kushuka chini, madini ambayo yanapungua thamani. Tuliona sanamu ile ilikuwa imeundwa kwa kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na kiuno cha shaba, miguu ya chuma na nyayo zenye mchanganyiko wa udongo na chuma. Kwa hiyo dhahabu hii, sanamu hii ambayo mfalme aliitengeneza yenyewe ilikuwa ya dhahabu tupu. Lengo la mfalme kutengeneza hii sanamu kubwa ilikuwa kwa ajili gani? Lengo kubwa la mfalme Nebukadreza kutengeneza hii sanamu ambayo imeundwa kwa dhahabu tu ilikuwa ni kujaribu kukanusha kile ambacho ilikuwa ndoto aliyoiota.
Kumbuka ile ndoto ilikuja kumpatia majibu ya kile ambacho alikuwa anajiuliza. Mfalme usiku ule alikuwa akijiuliza kwamba hivi baada yangu itakuwaje? Ufalme huu utadumu milele ama utakuwaje? Hivyo Mungu akamletea ile ndoto ili amuelekeze kwamba ufalme wako utapita, ufalme mwingine utakuja. Na ndivyo ambavyo Danieli alimuelekeza kwamba ufalme mdogo kuliko wewe utakuja baada yako. Hivyo mfalme aliumia sana, ni kitu ambacho kilimsumbua na hakutaka kitokee, kwamba ufalme wake ambao aliuona wenye fahari nyingi na fahari kubwa na utajiri mkuu kwamba eti ungepita. Kitu hicho hakukubaliana nacho, japo alimuhimidi Mungu wa mbinguni, lakini alikuwa bado hajakubaliana nacho. Kwa hiyo akaamua kukanusha kwamba hii ndoto haiwezi kutimia na haitatimia. Sasa na mimi nafanya ya kwangu. Akatengeneza sanamu ambayo imetengenezwa na dhahabu tupu. Aliambiwa kwamba yeye katika ile sanamu aliyoiota alikuwa anawakilishwa na kile kichwa cha dhahabu. Hivyo akatengeneza sanamu yenye dhahabu tupu kuwakilisha kwamba ufalme wake hauna mwisho, utaendelea, hautakoma. Kwamba ufalme wake si kichwa tu na sehemu nyingine ni wengine, bali ni mwili mzima. Danieli 3 mstari wa 4 na wa 6 nasema, ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Sikiliza mpendwa. Mfalme Nebukadreza alipoisimamisha sanamu hii yenye dhahabu tupu, ilikuwa ni kubwa na inametameta, inawakawaka, yenye fahari nyingi. Yani hiki kinaweza kikakupa taswira ya namna gani ufalme huu ulikuwa tajiri. Ufalme huu ulikuwa tajiri. Hii sanamu ilitengenezwa kwa dhahabu tupu. Leo hii watu wanapambana kupata dhahabu, akipata hata tu kwenye kiganja na mamilioni ya pesa. Lakini dhahabu hii ilitumika. Ina maana ufalme huu ulikuwa na ziada kubwa sana ya mali, mpaka kiasi kwamba dhahabu inabaki inatumika kutengeneza sanamu. Ufalme huu ulikuwa na utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo alipoitengeneza hii sanamu, Mfalme Nebukadreza aliiweka katika uwanda uliokuwa unaitwa uwanda wa Dura. Uwanda wa Dura, ambapo kulikuwa na tambalale, ardhi ya tambalale ndefu sana, ambapo ilisimamishwa na watu wote wangekusanyika pale kuja kuizindua. Kumbuka, uzinduzi wa sanamu hii ni kumwadhimisha mfalme kwamba ufalme wake utadumu milele. Ufalme wake wenye fahari nyingi utadumu milele, hautakoma. Ndio lengo lake. Pamoja na mawaziri wake na jopo lake lote, mfalme wameshawishiana kwamba basi mfalme, tengeneza sanamu. Hii sanamu imaanishe kwamba ufalme wako hautakoma, utadumu milele. Hivyo watu wote waliitwa kuja kuiadhimisha, kuizindua ile sanamu kwa kuiabudu, kwa kuisujudia, na mfalme angependezwa. Na watu wote kwa kuisujudia ile sanamu, ingemaanisha kwamba hakutakuwa na mfalme mwingine, hakutakuwa na ufalme mwingine bali wa Babeli peke yake. Kumbuka hapa Mfalme Nebukadreza anapambana na neno la Mungu lililosema ufalme wake utakoma. Anajaribu kukanusha kile ambacho kimesemwa juu yake kwamba ufalme wake utakoma. Kwa hiyo anatengeneza mazingira ya kudumisha ufalme wake. Amri ya pili katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 4 na wa 5 inaagiza kwamba
usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Katika amri hii ya pili, Waisraeli waliambiwa wasijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho chini duniani, wala majini chini ya dunia. Tena usivisujudie wala kuvitumikia. Kuvisujudia maana yake kujinyenyekeza kwa hizo sanamu, kujishusha kwa hizo sanamu, kuzipa heshima, kuziheshimisha hizo sanamu, kupiga magoti mbele za sanamu, ndio kuisujudia. Sasa hicho watu wa Mungu hata sasa, amri za Mungu zinadumu. Zinawaambia wasisujudie sanamu ya aina yoyote mbele yao. Wa kusujudiwa ni Mungu wa mbinguni peke yake. Kwa hiyo mfalme huyu Nebukadreza mpagani, akiwa amekutanishwa na watu wa Mungu, amekutanishwa na taifa la Mungu, angefundishwa amri hii kwamba ibada na heshima zote na utukufu ni kwa Mungu peke yake, si kwa sanamu wala miungu mingine yoyote, kama ambavyo alielekezwa na kufundishwa na kusadikishwa katika kuoneshwa na kupewa tafsiri ya ile ndoto aliyoiota. Kupitia mfalme wa Babeli, shetani alikuwa akipambana na serikali ya Mungu. Maana imekuwa hivyo siku zote. Akipata wakala ambaye anamkubali, anakubaliana naye kutenda kinyume na Mungu, alimtumia. Kwa hiyo mfalme Nebukadreza alikuwa akitumika na shetani kupambana na serikali ya Mungu. Shetani na malaika zake ndio viumbe wa kwanza waliokataa kumsujudia Mungu, waliokataa kupeleka ibada kwa Mungu. Walikataa kupeleka ibada kwa Mungu, na hivyo Mungu hakuwaua papo hapo. Aliwaacha kwa muda mpaka pale ambapo wangejionea matokeo ya dhambi ama ya njia walioichagua, na hasa kifo. Kifo ndio kingekuwa matokeo ya uchaguzi wao wa kumkosea Mungu ama kumtenda dhambi. Kwa upande mwingine, shetani si kama Mungu. Yeye anashinikiza na kulazimisha watu wamwabudu kupitia mawakala wake. Anashinikiza na kulazimisha watu wamwabudu yeye. Na pia mtu yeyote anayekataa kumwabudu shetani ana kawaida ya kumtishia yule mtu, kumtishia juu ya maisha yake, hasa kifo. Yeye hamwachii mtu nafasi ya kwamba basi kwa uchaguzi uliochagua wa kunikataa utaona matokeo yake. Hapana, hana huo muda. Anataka mtu amalizane naye papo kwa hapo, kwamba wewe umekataa, basi adhabu yako ni kifo. Ndivyo ambavyo tabia ya shetani ilivyo. Ndipo hapa tunatambua utofauti kati ya tabia ya Mungu na tabia ya shetani. Ndio maana wengi wao wanajiuliza kwamba sasa kwa nini Mungu hakumuua tu shetani ili asilete madhara makubwa? Mungu ni upendo. Alimuacha shetani ili awe shahidi yeye mwenyewe wa kazi zake, lakini pia viumbe wengine wote wawe mashahidi kwa uchaguzi aliouchukua shetani. Wote wawe mashahidi na wote wamhukumu. Maana si tu Mungu atakaye hukumu, bali watakatifu ndio watakao wahukumu waovu pamoja na malaika waovu. Hukumu ambayo Mungu ataitoa kwa waovu, hukumu ambayo ataitoa kwa malaika waovu, itatolewa si na yeye peke yake, bali watakatifu wote watakaookolewa ndio watauhukumu ulimwengu. Maana wao ni mashahidi wa madhara ya dhambi, lakini pia wale wanaohukumiwa wao wenyewe ni mashahidi, kwa sababu watasema hukumu zako ni za haki na za kweli. Kwa nini shetani haruhusu muda wa kumpa mtu aliyekataa kumsujudia yeye, ili kwamba ajionee matokeo ya kutokumsujudia shetani?
anatambua kwamba shetani hana nguvu yoyote, anatambua kwamba yeye hana nguvu yoyote, ya kwamba mtu atapatwa na madhara, atakuja kuona matokeo ama shida ama madhara ya kutokumsujudia shetani. Ndio maana analazimisha hapo hapo, maana anajua mtu huyu nikimlazimisha anisujudie hapa tayari atakuwa amekosana na Mungu wake, maana atakuwa amekosana na Mungu wa mbinguni. Maana Mungu wa mbinguni hataki ibada iende kwa kitu kingine chochote, maana imeandikwa Mungu ni mwenye wivu. Mungu yeye ni mwenye wivu. Ibada kuipeleka kwa kitu kingine chochote, kitu kingine chochote kukipa kipaumbele mbali na Mungu ni kumkosea Mungu, ni ibada ya sanamu na ni ibada ya miungu. Kitu ambacho wengi leo tunaabudu miungu si ya kushika, bali miungu mingine ambayo tunaiona si miungu lakini ni miungu. Tunaabudu kazi kwamba sasa hii kwa kweli kazi yangu itaharibika nikimtii Mungu, kwa hiyo hebu ngoja hapa nifanye namna nyingine. Hapo tayari umeabudu kazi. Kazi hiyo ndio sanamu, kazi hiyo ndio Mungu wako. Hivyo umevunja amri ya pili, amri ya kwanza. Umekuwa na miungu mingine na umeabudu sanamu. Si wale tu ambao wanasimama mbele ya sanamu ndio waabudu sanamu, bali hata kuweka kipaumbele vitu vingine mbali na Mungu ni ibada ya sanamu. Ndivyo itakavyokuwa hata katika pambano kuu la mwisho. Nilitangulia kusema kwamba na tuliona kwenye vitabu vya roho ya unabii vya Ellen G. White, katika kile kitabu cha Manuscript Releases volume ya kwanza, tukaona kitabu cha Danieli kina sehemu yake katika jumbe 3 za malaika. Kwa hiyo sura ya 3 hii tunaona kabisa jinsi ambavyo inaenda pamoja na ujumbe wa malaika watatu. Ndivyo ambavyo itakavyokuwa wakati wa mwisho, kama ambavyo tukio hili lilivyowekwa na mfalme Nebukadreza kuiabudu ile sanamu iliyosimamishwa. Ndivyo ambavyo itakuwa katika pambano kuu la mwisho. Nani aabudiwe? Ni Mungu wa mbinguni ama mnyama? Kipindi cha mfalme Nebukadreza, shetani alilazimisha watu kumwabudu yeye kupitia amri ya mfalme kwa tishio, yani kwa tishio la hatari, tishio la kufa, analazimisha. Na wakati wa mwisho vivyo hivyo shetani atalazimisha watu wamwabudu kupitia mnyama, mnyama wa Ufunuo 13:11 ambaye anawakilisha taifa la Marekani. Dunia yote italazimishwa kupitia amri ya Marekani kumwabudu mnyama ambaye ni upapa, kwa tishio vile kwa tishio la uhai, kwa tishio la mahitaji binafsi, kama ilivyoandikwa kwamba mtu hataweza kuuza wala kununua. Lakini pia kifo, kuna hatari ya kifo kwa yule ambaye atakataa ama atapingana na agizo hili la wakati wa mwisho. Sheria hii ambayo inahusiana na sheria ya Jumapili ambayo itapitishwa, wanadamu wote watakabiliwa na jaribu hili. Watakuwa na uchaguzi, aidha wamwabudu Mungu, aidha wamheshimu mnyama na sanamu yake ambao ni wawakilishi na mawakala wa shetani. Tajirudia tena. Kwa hiyo Babeli ya zamani na amri zake za kulazimisha watu kuabudu sanamu itajirudia tena katika Babeli ya kiroho, ikilazimisha watu kusujudia sanamu nyingine ya kiroho. Awamu hii haitakuwa sanamu ya kusimamishwa, sanamu halisi, bali itakuwa sanamu ya kiroho, kwamba nani ambaye anasimamisha sanamu kuna kuiabudu badala ya Mungu wa mbinguni. Mungu halazimishi mtu kumwabudu, bali anamwachia mtu mwenyewe achague njia yake mwenyewe. Maana katika maandiko Mungu anasema ametupatia mbele yetu uchaguzi, ameweka mibaraka na uzima
lakini pia ameweka laana na mauti. Sisi wenyewe ndio tuchague, hatuchagulii. Lakini shetani yeye, kwa sababu anajua hawezi akakubalika kwa namna yote, yeye hulazimisha na kuwatishia watu. Hivyo wale ambao hawapo pamoja, hawana muunganiko sahihi na Mungu, wanamabudu shetani kwa hofu. Mungu haabudiwi. Ama usiwe mfuasi wa Mungu, muamini wa Mungu kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu ya upendo. Ndio, usimwamini Mungu kwa sababu siku ya mwisho nitachoma moto, siku ya mwisho itakuwa hatari kwangu, kwa hiyo ngoja nimwamini Mungu. Hapana, muamini Mungu kwa sababu ya ukweli, upendo kwenye ukweli aliofunua, kwamba maisha haya mema alionifunulia, basi haya ndio mema kuliko maisha haya mengine. Tunamtii kwa pendo, si kwa shuruti na kwa hofu. Dini yoyote ama imani yoyote inayolazimisha mtu, tambua moja kwa moja hiyo sio dini ya kweli, sio imani ya kweli. Maana katika historia Mungu hajawahi kumlazimisha mtu, hajawahi kumlazimisha mtu kumwamini yeye Mungu ama kumtii yeye Mungu, bali siku zote amekuwa akiacha nafasi wazi kwa mtu achague yeye mwenyewe. Dini yoyote inayokulazimisha kwa namna yoyote kufuata mafundisho yake, kufuata matakwa ya hiyo dini, basi tambua kwamba hiyo sio dini ya kweli na wala haitokani na Mungu wa mbinguni. Danieli 3:7 inasema, basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka, wakaiabudu ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Kwa hiyo baada ya amri ya mfalme ilikuwa ni kwamba watakaposikia vyombo vya muziki vimelia, vyombo mbalimbali vya muziki vimelia, basi watu wote waanguke kuisujudia ile sanamu. Kuisujudia ile sanamu. Na watu wote kweli kwa kuiheshimu ile amri ya mfalme walianguka kuisujudia ile sanamu. Lakini vijana watatu miongoni mwa wale ambao walikuwepo pale katika uzinduzi wa hii sanamu hawakuanguka kuisujudia, wakaonekana wamesimama. Kwa nini? Hao vijana ni akina nani? Walikuwa ni Shadrach, Meshach na Abednego. Walisimama wakati wengine wakianguka kuisujudia ile sanamu. Kwa nini? Walikuwa wanafahamu maarifa ya uchamungu. Mungu anaagiza hawawezi kuanguka na kuisujudia sanamu. Wanatambua Mungu hapendi na si mapenzi ya Mungu wa mbinguni kuisujudia sanamu, bali ibada ya kweli na ibada yoyote inapaswa kwenda kwake. Mstari wa 8, 9 na 12 anasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wako Wayahudi kadha wakaza uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa mfalme hawakujali wewe, hawaitumiki miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Kumbuka vijana hawa wakiwa pamoja na Danieli, wakati Danieli amepandishwa cheo katika nchi ya Babeli, katika ufalme wa Babeli, alipopandishwa cheo kwa kumfunulia mfalme ile ndoto aliyoiota, basi Danieli alimuomba mfalme hata vijana wenzake hawa wawekwe katika nyadhifa fulani. Hivyo wakati huu akina Shadrach na Meshach na Abednego walikuwa katika hizo nyadhifa, bado nyadhifa za juu, kuwazidi hata wale wenye hekima mbalimbali ambao walikuwepo, wenye hekima mbalimbali wa mfalme waliokuwepo, ambao kwa namna moja ama nyingine walishindwa hata kumtafsiria
ama kumuonesha ndoto mfalme aliyoiota. Walikuwa na nyadhifa mbalimbali. Pengine wasingekuwa na msimamo wa imani thabiti mbele za Mungu. Wangejisemea moyoni, sasa mfalme ametuweka kwenye nyadhifa nzuri na za juu kiasi hiki, afu sisi tunakataa amri zake. Sasa itabidi na sisi tu tuanguke tuisujudie ili kuonesha shukrani kwa mfalme kwa kile alichotukirimia, nyadhifa hizi alizotupatia. Wapo wengi leo wanaamua kutoa kafara ibada ya kweli ili wadumishe kazi zao, ili kumshukuru aliyewapatia kazi, kumshukuru mtu aliyewezesha wakapata kazi. Sikiliza, Mungu ndiye mpaji wa vyote. Hawa vijana walitambua kwamba aliyewawezesha kufika mpaka mahali hapo ni Mungu, sio mfalme Nebukadneza aliyewapatia hizo nyadhifa, bali kwa sababu Mungu ameruhusu na amependa, ndio maana wako hapo. Mungu asipopenda, kile walichonacho, nyadhifa walizonazo, muda wote wanaweza wakazikosa. Kwa hiyo walitambua mpaji wa vyote ni Mungu, sio mtu. Hivyo unapoamua kumshukuru mtu kwa kukosana na Mungu, ili umshukuru mtu, maana yake ni kwamba yule mtu ndio unasema huyu ndiye aliyenipatia hii fursa. Kumbe si yule mtu bali ni Mungu. Maana yake Mungu alifanya kazi ya kukuweka pale. Sasa wewe unapeleka sifa na utukufu sehemu nyingine tofauti na kwake yeye. Hapo lazima ukosane naye. Akina Shadrach, Meshach na Abednego hawakujali hilo, kwamba huyu ametuweka kwenye nyadhifa, tunatakiwa turudishe na sisi shukrani. Hakujali hilo. Wao walijua Mungu wa mbinguni ndiye kiongozi wa maisha yetu yote. Wapo wengi wanapokea hata hongo, wanapokea ama kutoa hongo, rushwa, ili wapate kitu fulani. Pengine ni ndani ya kanisa au kule serikalini, lakini ni watu wa Mungu. Ni kwamba Mungu tunapaswa kumwamini vilivyo. Tunapaswa kujisalimisha vilivyo. Hatupaswi kuwa na mashaka na utendaji kazi wa Mungu. Tukiwa na mashaka nao, ni rahisi sana tutadumbukia katika majaribu na hatutashinda. Mfalme aliwaita hawa vijana watatu. Maana baada ya kushtakiwa mfalme sasa ilibidi awaite. Sasa hawa vijana ni akina nani? Kumbuka ametumia nguvu nyingi. Yani ni thamani kubwa sana aliyoitumia. Thamani kubwa sana ya ile sanamu kuijenga na kuitengeneza na kuiadhimisha. Yani ni tukio la kitaifa, tukio la kifalme. Yani heshima iliyokuwepo na umakini uliokuwepo katika uzinduzi wa hiyo sanamu ni kama matukio muhimu katika serikali za leo. Tena serikali za leo huwezi ukazilinganisha na ufalme wa Babeli ulivyokuwa na heshima na utajiri. Hauwezi ukaulinganisha, lakini ni mfano tu jinsi ambavyo leo tunaheshimu matukio ya kitaifa. Pengine tukio labda la kumwepisha rais, jinsi lilivyo na heshima kuu. Halafu wewe pale ulete mambo yako kinyume na utaratibu uliowekwa. Nani ambaye anaweza akathubutu hilo? Kwa hiyo mfalme aliwaita hawa vijana, ajue kwanza hivi hawa ni akina nani. Yani wanadhalau hiki mimi nilichokifanya. Mimi mfalme, gharama nimeingia, halafu bado hawaoneshi heshima. Muwaite hapa waje. Mstari wa 13 hadi 15 nasema, basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mumtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema.
bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Kumbuka katika wakati mwingine, kwa mara nyingine tena, kulikuwa na vita kati ya Mungu wa Israeli na miungu ya Babeli. Hapa Nebukadreza anasema, kwa nini hamuanguki kumsujudia Mungu wangu? Mungu wangu, Mungu wake yeye. Kuna kitu cha kujifunza katika somo hili, ndugu mtazamaji. Kwa mfano, leo hii kuna watumishi wengi wanaojiita mitume, wanaojiita makristo, wanaojiita manabii, wanaojiita makuhani, wanatenda kazi kwa jina la Mungu wao. Anakuombea kwa jina la Mungu wa fulani. Lakini pia nimekuwa shahidi wa kuwasikia watu mbalimbali wanasema, mimi nimeponywa na Mungu wa fulani, nimeponywa na Mungu wa fulani. Kuna maana kubwa sana ya kumtumikia Mungu wa fulani. Ndio maana Wakristo tunamwamini Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, kwa sababu huyo ndio Mungu wa kweli tunayemtumikia, ndio Mungu wa mbinguni. Sasa sikiliza, kuna miungu mingi. Sio Mungu naye, tunaposema Mungu tunamaanisha wa mbinguni tu. Wengine wanaposema hivyo wanamaanisha miungu mingine. Hivyo kuwa makini sana kumtumikia Mungu wa fulani, Mungu wa mtumishi wako. Unaweza ukatumikishwa Mungu asiye wa kweli na ukafikiri unamtumikia Mungu wa mbinguni, ukatumikia miungu mingine, ukamtumikia shetani bila wewe kujua. Hapa akina Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kumtumikia Mungu wa mfalme Nebukadreza kwa sababu sio Mungu wa kweli. Lazima tumtumikie Mungu wa kweli. Wapo wengi wanaofundishwa Mungu asiye wa kweli. Kwa mfano, fundisho la utatu linafundisha Mungu ambaye sio wa kweli. Kwa hiyo utajikuta unamwabudu Mungu ambaye sio wa kweli, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa hiyo vita hii ilikuwa inapiganwa tena hapa. Ilikuwa inapiganwa hapa tena kwa mara nyingine kati ya Mungu wa Israeli na miungu ya Babeli. Mfalme anasema, kwa nini hamsujudii mfalme hamumsujudii Mungu wangu? Mfalme Nebukadreza alisahau kwamba miaka 23 iliyopita, wakati akitafsiriwa na kuoneshwa ile ndoto yake, Mungu wa Israeli alishinda mbele ya miungu mingine ya Wababeli ambao ilishindwa kumuonesha hiyo ndoto na ikashindwa kumpa tafsiri ya hiyo ndoto. Alimkiri Mungu wa mbinguni kwamba huyo ndiye anayepaswa kuhimidiwa, huyo ndiye anayepaswa kuabudiwa. Baada ya miaka 23 akasahau huyu mfalme, kiburi kikarudi tena kwa sababu ya kutumikia hiyo miungu mingine. Sasa vita ikarudi tena ya kuendelea, vita ya pambano kati ya Mungu wa kweli na miungu ya uongo. Yaani mfalme mpaka alifikia kusema, naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Mfalme Nebukadreza alikuwa na shida moja. Hakumjua Mungu wa mbinguni kwamba yeye ndiye mpaji wa vyote. Na kitendo cha Mungu kumkutanisha na hawa Wayahudi ilikuwa ni lengo wamtangaze Mungu wa kweli katika ufalme wa Babeli. Maana Mungu ndiye aliyempa ule ufalme na kumfanikisha. Sasa anataka huyu mfalme atambue Mungu wa mbinguni ndiye aliyempa vyote. Lakini mpaka hapa anakanusha. Anasema, ni nani Mungu ambaye ataokoa kutoka kwenye mikono yangu? Yaani alikuwa na kiburi cha hali ya juu sana. Na hiki kilitengeneza mazingira. Tuliona jinsi ambavyo falme hizi zilikuwa ufalme wa Babeli ulikuja na kuondoka. Hiki kiburi kilitengeneza mazingira ya ufalme huu kukataliwa na Mungu. Na hivyo mazingira na nafasi ikatolewa kwa ufalme mwingine kuitawala dunia. Ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ina maana hapa vita kubwa kati ya miungu ya Babeli inayosema hakuna mwingine Mungu juu ya
ya miungu hiyo, na Mungu wa mbinguni atakiwa adhihirisha kwamba yeye ni wa pekee na yeye ni Mungu wa miungu. Hawa vijana watatu walimwambia mfalme kwamba wasingeweza kuisujudia ile sanamu hata kidogo. Wasingeweza kuisujudia ile sanamu hata ingekuwa katika hatari yoyote ambayo ingewakabili, basi wasingeisujudia ile sanamu, bali kumsujudia Mungu wa mbinguni pekee. Huyu ndiye waliyekuwa wanajua ndiye anayepaswa na anayefaa na anayestahili kuabudiwa. Mungu anayemtumikia, walisema, huyo atatuokoa. Kitabu cha Prophet and Kings ukurasa wa 507 aya ya kwanza inasema, alijitahidi kwa vitisho kuwashawishi kuungana na umati, akiwaonyesha tanuru ya moto, akawakumbusha juu ya adhabu inayowangojea ikiwa wangeendelea kukataa kutii mapenzi yake. Lakini Waebrania walishuhudia kwa uthabiti utii wao kwa Mungu wa mbinguni na kwa imani yao katika uwezo wake wa kuokoa. Tendo la kuinamia sanamu lilieleweka na wote kuwa tendo la ibada. Heshima kama hiyo wangeweza kumtolea Mungu peke yake. Hebu angalia jinsi ambavyo shetani anatenda kazi. Yeye anaahidi wokovu wake, anaahidi mafanikio kwa kumtia mtu hofu. Yaani mtu anaoneshwa hasara atakayoipata. Yaani kitu ambacho kimfanye mtu kuabudu ni hasara na adhabu, ndicho ambacho kimchochee kuabudu. Lakini upande wa Mungu ni kitu ambacho ni tofauti. Mungu anatuambia tumtegemee yeye, tumtumikie yeye, kwa sababu katika yeye ndio kuna amani, katika yeye ndio kuna starehe, katika yeye ndio kuna mapumziko, katika yeye ndio kuna uzima, kuna afya, kuna kila aina ya mafanikio na kila aina ya mahitaji yetu yote. Mfalme Nebukadneza aliwashawishi wafuate umati kama ulivyokubali. Hebu fikiria umati uliokusanyika kwenye uwanda wa Dula. Ulikuwa pengine una watu zaidi ya mamia elfu. Mamia elfu wamekusanyika, wote wameanguka, halafu watatu tu wanasimama, wanasema hatutaisujudia hii sanamu. Hivi ni nani leo? Unajua hili jambo tunaweza tukalichukulia kwa urahisi sana, lakini sisi leo kuna mambo mengi ambayo hatumheshimu Mungu, lakini ni mambo madogo madogo. Tunapiga magoti na kusujudia sanamu katika maisha yetu ya kiroho. Kwa wakati huo huo tunaanza kumsifia Shadrach, Meshach na Abednego. Tunaona kwamba walikataa kumsujudia kusujudia ile sanamu. Na tunasema hapo hapo kwamba tuwe akina Shadrach na Meshach na Abednego wa leo ambao wako tayari kumtii Mungu hata katika hatari yote. Wakati huo huo tunashindwa na majaribu madogo madogo. Lilikuwa ni jaribu kubwa sana kwa hawa vijana kwenda kinyume na dhamira za wengi, kwenda kinyume na mpango wa wengi. Ni ujasiri mkuu sana kwa Mungu wa mbinguni waliokuwa nao hawa vijana. Ujasiri. Siku zote imani ni kujisalimisha. Imani ni kujisalimisha, kujikana nafsi. Hawa vijana walikuwa wameshajikana nafsi kwamba litakalo tupata na litupate, lakini tunafuata agizo la Mungu. Tena walisema Mungu hata asipotuokoa. Kwanza walimwambia mfalme, Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Hata asipo tuokoa, vivyo hivyo hatutaisujudia hii sanamu. Hivyo walikuwa na ujasiri mkuu mbele za Mungu wao na imani isiyotingishika. Ujasiri waliokuwa nao ni wa ajabu sana, na ni kwa Mungu pekee unaweza ukapatikana ujasiri huo. Yaani hao vijana watatu hawakuwa mbele ya mfalme tajiri zaidi duniani tu, bali adhabu ya kutokutii kwao iliyokuwa mbele yao ni tanuru la moto, tanuru liwakalo moto. Leo ni nani ambaye anaweza akakabiliana uso kwa uso na mkuu wa majeshi na rais ili aweze
kumtii Mungu, kama sio kutetemeka na kusema mkuu, nimekubali kwa amri yako. Lakini Shadrach na Meshach na Abednego walisimama kumtumikia Mungu wa mbinguni, wakati ambapo serikali ya mfalme Nebukadreza iliyowekwa na Mungu mwenyewe ilitumika kinyume na mapenzi ya Mungu. Zingatia ile vita ya miungu, Mungu wa Israeli, miungu ya Wababeli. Katika shughuli hii, katika tukio hili, mfalme Nebukadreza alikuwa katika shughuli ya kumheshimisha Mungu wake, sanamu yake ambayo ni ufalme wake, miungu ile yote anaitumikia, anaiheshimisha, ambayo anatarajia kwamba itamfanya adumu kuwa mfalme. Hivyo kwa wakati huo huo akina Shadrach na Meshach na Abednego pia walikuwa katika kumheshimisha Mungu wa mbinguni. Sasa ni nani ambaye Mungu angeinuka kuwa mshindi katika pambano hili? Ni Mungu gani ambaye angepaswa kuheshimiwa na watu wote? Maana Mungu ambaye angeshinda hapa alitakiwa kuhimidiwa na kutukuzwa na kuinuliwa na watu wote waliokuwepo kwenye uwanda wa Dura. Akishinda Mungu wa kina Shadrach na Meshach na Abednego, basi watu wote wa uwanda wa Dura lazima wangemsifia na kumtukuza huyo. Angeshinda Mungu wa Babeli, ina maana kwa mfano sasa angeshinda Mungu wa Babeli ama Mungu wa mfalme Nebukadreza kwa wale vijana kuangamia katika moto, maana yake kungeonekana ushindi fulani kwa mfalme kwamba Mungu wao hajawaokoa na sasa Mungu wangu amewaangamiza. Kwa hiyo kungekuwa na namna fulani ya kudhalilika kwa Mungu wa mbinguni. Lakini sasa hapa hii ilikuwa ni vita ya miungu miwili. Angalia vita hivi ambavyo vinapiganwa siku zote. Hata katika somo lililopita tulielezana kwamba Mungu anavyopigana vita yake huwa anapigana kinyenyekevu, anapigana kwa kujishusha, tena sio kwa mapanga na ngumi na bunduki na nini. Hapana, kwa neno lake tu. Angalia vijana hawa jinsi walivyokuwa wanapigana vita ya kiroho, kinyenyekevu tu, kwamba mfalme sisi hatuwezi kufanya hivi, lakini mfalme yeye ana hasira nyingi, ameandaa na tanuru. Yani vita kweli kweli ambayo amejipanga nayo, vita ya mapanga, moto na mikuki na nini. Lakini Waisraeli hao hakuwa na silaha yote mkononi, bali wao wanajisalimisha tu kwa Mungu, kwamba Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Na tutaona jinsi ambavyo Mungu wa Israeli anayepigana kwa namna ya unyenyekevu sana alishinda mbele ya miungu ambayo inajihami kwa nguvu nyingi, tena silaha za kimwili mbele ya watu wake. Hivyo tunapaswa kujifunza mambo mengi. Neno la Mungu linasema msimuogope auaye mwili tu, muogope anayeweza kuangamiza mwili na roho. Mungu wa mbinguni ndiye anaye uwezo wa kuangamiza mwili na roho, maana yeye ndiye aliyeviumba. Lakini shetani anaweza akaangamiza mwili tu, roho hawezi akaiangamiza. Ina maana uzima wa milele kwa huyo aliyekufa, kifo cha muda utakuwa pamoja naye. Siku Yesu amekuja atafufuliwa akaishi maisha ya milele. Lakini yule ambaye ataangamizwa na Mungu, huyo hataishi milele. Kwa hiyo kulikuwa na pambano kubwa sana, wakati nguvu kuu ya dunia kwa wakati huo ikiwataka waisujudie sanamu. Wakati huo nguvu kuu ya mbinguni ikitazama kwa makini kuangalia mashahidi wake ambao wataiinua mbingu, wataitukuza mbingu. Kwa kulikuwa na pambano kubwa sana. Na vijana wale, neno lao la mwisho lilikuwa kwamba wasingeweza kuisujudia ile sanamu. Kitabu cha Prophet and Kings ukurasa wa 507 aya ya 3 nasema, vitisho vya mfalme vilikuwa bure, hangeweza kuwageuza wanadamu kutoka kwenye utii wao kwa mtawala wa ulimwengu. Kutokana na historia ya baba zao walikuwa wamejifunza kwamba
kutomtii Mungu hutokeza fedheha, msiba na kifo, na kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, msingi wa mafanikio yote ya kweli. Kumbuka, Waisraeli walipelekwa utumwani Babeli kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kumtenda dhambi Mungu. Hivyo watu ambao walikuwa wameumizwa na matokeo hayo ya kuletwa utumwani, akina Shadrach na Meshach na Abednego, wanaotambua thamani ya kumcha Mungu, walijua kwamba hatuwezi kurudia makosa mara mbili. Tunasimama na Mungu, haijalishi ni katika hatari gani. Tunamtii Mungu, tunatii sheria yake, haijalishi ni katika mazingira gani ya hatari. Mstari wa 19 hadi 21 nasema, ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego, kiasi basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake, akawafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Mfalme aliamuru, yani alikasirika, akawaambia watu wake wachochee ile tanuru mara 7. Yani kana kwamba ule moto uliokuwa unawaka hauwezi ukawaangamiza hawa akina Shadrach, uchochewe mara 7. Kwa nini anasema uchochewe mara 7? Ili kuwaongezea hofu. Pengine wanaweza wakaogopa, wakawa na hofu, waseme mfalme tumekubali kusujudia sanamu, kwa hiyo huo moto wala usichochewe mara 7 wala usichochewe mara ngapi. Lakini vijana hawa walisimama imara, wala hawakuwa na mashaka, kwa sababu wamekabidhi roho zao mbele za Mungu, kwamba Mungu ndiye anayejua. Mungu ndiye anayejua, atatuokoa huyo. Siku zote shetani anatumia hofu kama silaha kuwafanya watu wamsujudie, kuwafanya watu wajisalimishe kwake. Anatumia silaha ya hofu. Sikiliza ndugu mtazamaji, sikiliza mpendwa, dada, kaka, mama, baba. Neno usiogope katika Biblia, neno usiogope likiwa linatamkwa na Mungu mwenyewe, limetajwa mara 40. Usiogope. Kwa nini? Kwa nini neno hili limerudiwa mara nyingi? Kwa sababu Mungu anajua hofu ni silaha ya shetani. Katika hofu huwezi ukafanya maamuzi kwa utulivu. Ndani ya hofu huwezi ukafanya uchaguzi sahihi. Hivyo ili kuwaepusha na maamuzi yasiyo ya busara, kuwaweka watu wake katika utulivu, Mungu anawaambia watu wake wasiogope. Hata unapokutwa na tukio fulani, unaposikia habari fulani mbaya, usipende kuendekeza hofu. Maana katika hofu itakufanya ufanye maamuzi yasiyo ya busara. Itakufanya ufanye maamuzi ambayo ni mabaya. Hivyo shetani anatumia hofu. Ndio maana imeandikwa yeye ni kama simba au ngurumaye akitafuta mtu aummeze. Simba akiunguruma, viumbe wengine pengine wanakimbia. Sasa wakikimbia, ndio kukimbia kwao ndio kunaonesha sasa kwamba kumbe kulikuwa na kiumbe hiki. Simba anapounguruma, si kwamba ameona mawindo, bali akiunguruma akatokeza kiumbe akakimbia, maana yake huyo ameshakuwa tayari mawindo ya huyo simba. Hivyo hofu ndiyo sababu ya huyo mnyama kukimbia, anapatikana, anaenda kukamatwa, analiwa. Hivyo shetani hutumia silaha ya hofu kuwatisha watu wa Mungu wajisalimisha kwa shetani. Shetani anakuambia maisha yako yatakuwa magumu, wewe jisalimishe tu, maisha yako yatakuwa magumu sana. Ndivyo ambavyo pambano la mwisho litakuwa. Mtu hataweza kuuza wala kununua. Nani ambaye atakubali akae bila kuuza wala kununua?
Shetani anakuambia utaishi maisha magumu sana. Una watoto, tazama una familia, una watoto. Hawa watoto watakufa njaa. Una huruma kweli wewe na watoto hao? Ndio maana watu wa Mungu tunaambiwa tuhame mijini. Maana ukikaa mjini utakufa ukiwa umejiangalia wakati jaribu hili la mwisho litakapokuja. Lakini ukiwa kijijini, mahali ambapo unaweza ukajitengenezea chakula chako mwenyewe, huwezi ukafa ukiwa unajiangalia. Mungu atakuwa na wewe kule akihudumia mazao yako unapopanda, na utakula ushibe na familia yako. Lakini jaribu la hofu ya kufa njaa mjini litawafanya wengi ambao walikuwa ni watu wa Mungu waweze kupokea chapa ya mnyama. Hofu, kwa sababu ya hofu ya kifo. Mungu anatuambia usiogope. Vijana hao walijisalimisha kikamilifu mbele za Mungu kwa maana ya kwamba matokeo ya kuamua kutenda mema, matokeo ya kutenda haki waliyakabidhi mbele za Mungu. Kwamba sisi tunaamua kutenda haki, kama ni mabaya atakayotupata kwa sababu ya kutenda haki na yatupate. Ila sisi tunatenda haki. Wengi leo tunajiuliza mara mbili juu ya kutenda haki, kwamba kuna mabaya yanakuja. Nikitenda haki kuna mabaya yanakuja. Ndipo tunaanza kusita. Tunafanya makosa makubwa. Tunapaswa kumwachia Mungu matokeo ya sisi kutenda haki. Maana sisi agizo letu kutenda haki. Hayo mengine tunamwachia Mungu. Wapo wengine ambao wanamtegemea Mungu kwa masharti ama kwa vigezo fulani. Kwa mfano kama tukio hili ama jaribu hili ambalo walipata akina Daniel, akina Shadrach na Meshach na Abednego, mwingine angekuwa tayari tu kumtii Mungu kabla pengine anatarajia kwamba amepanga kwamba Mungu ataniokoa kabla sijatupwa kwenye tanuru. Hivyo wanampangia Mungu muda wa kuingilia kati ili kuwaokoa. Muda ule walioupanga wao wa Mungu kuingilia kati kuwaokoa, asipoingilia kati, basi imani yao inayumba. Vijana hawa hawakumpangia Mungu aingilie kati kuwaokoa muda gani, kabla hawajatupwa kwenye tanuru la moto au wakiwa wametupwa. Hawakumpangia Mungu. Wao walijisalimisha kikamilifu kwamba Mungu anajua wakati wake wa kufanya, hafundishwi. Lakini sisi tunataka tumfundishe. Wengine wanataka kwamba Mungu amuokoe kabla hajaukanyaga moto. Mungu amuokoe kabla hajaachishwa kazi. Mungu amuokoe kabla hajafa njaa. Akikaribia kufa na njaa, lakini uko katika haki, atasema basi hapa mimi kwa kweli pengine Mungu amenisahau, ameniacha, basi ngoja nijisaidie mimi mwenyewe. Hiyo ni imani ambayo ni ya kujisalimisha nusu. Na wale wote waliojisalimisha nusu, Mungu anasema atawatapika. Kwa sababu ya uvuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Mungu hataki uvuguvugu, bali anataka tujisalimishe kabisa, tuwe moto. Isaya 43:2 inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mungu anasema wewe mtu wake utapita katika moto, lakini huo moto hautakuteketeza. Anasema utapita katika mto, lakini huo mto hautakugarikisha. Hajasema hutapita kwenye moto, hajasema hutapita katika mto. Hivyo majaribu lazima yatupate. Haijalishi Mungu anaingilia saa ngapi kutuokoa, muda gani kuja kutuokoa. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa sababu ameahidi yeye atakuwa pamoja nasi. Hatutakiwi kumpangia muda. Ukianza tu kumpangia muda Mungu, basi wewe hali yako ya kiroho ni mbaya. Hali yako ya kiroho ni mbaya na hauwezi ukashinda majaribu.
Maana wale wanaopewa uwezo wa kushinda majaribu kikamilifu ni wale ambao wamejisalimisha kikamilifu pia mbele za Mungu. Hii ahadi ya Mungu kwa vijana wale watatu ilitimia kikamilifu kwamba kwenye moto utapita lakini hautakuteketeza. Lakini pia wale vijana watatu walimwambia mfalme, hata Mungu asipotuokoa, vivyo hivyo hatutaisujudia hiyo sanamu. Kwa hiyo walikuwa tayari aidha kwa kuokolewa na Mungu wasife, au hata kama wakifa. Ufunuo 2 mstari wa 10 nasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Watakatifu wanatambua kwamba waliojisalimisha kikamilifu mbele za Mungu wanajua kwamba hata Mungu akiniokoa, ina maana ni akiniokoa nisife, basi atakuwa bado anahitaji kunitumia kwa namna moja ama nyingine nikiwa hai. Lakini kama amemaliza kazi na mimi, hata nikifa, ahadi ya taji ya uzima ipo pale pale. Hata nikifa, hata asiponiokoa hapa. Kwa hiyo usimpangie Mungu kwamba hapa nimekaribia kufa sasa, Mungu na bado hajatokeza kuniokoa, sasa hapa ngoja nijiokoe. Hapana. Tunapaswa kumuomba Mungu azidishe imani zetu ili tuwe tayari kwa lolote. Tuwe tayari, tuwe waaminifu hata kufa, sio tu mateso, hata kufa. Maana Mungu hajasema hutakufa, kwamba utajaribiwa lakini hutakufa. Majaribu ya kifo mengine yapo. Lakini tunapaswa kusimama. Tumeahidiwa uzima wa milele Yesu ajapo mara ya pili. Kwa hiyo kifo hiki tusikione kana kwamba kina madhara kwetu kwa sababu ya kutenda haki. Hapana, maandiko yanasema ni bora kufa kuliko kutenda dhambi. Uwe mwaminifu hata kufa. Tusimpangie Mungu. Mpendwa unayetazama somo hili, Mungu anatupenda. Wale wote ambao wamejitoa kumtumikia yeye, anawapenda sana na anahitaji kila mmoja amtumie kwa namna yake, kwa talanta alionayo, katika mazingira yoyote yale anayotaka yeye. Hivyo sisi tunachotakiwa ni kujitoa, tuwe tayari kwa lolote. Hebu fikiria kupitia hawa vijana kiwemo Danieli kwa sura zile ambazo tumekwisha kuziona, kupitia mtu mmoja au wawili, watatu, wanne tu waliweza kutikisa ufalme kwa kumtumikia Mungu. Vivyo hivyo hata sisi leo anataka atutumie ili watu wengi ndani ya muda mfupi waweze kumjua Mungu wa mbinguni. Hilo ndio lengo. Kabla hukumu ya Mungu haijaja duniani, watu wamtambue Mungu wa mbinguni, wasije wakaangamia katika dhambi. Lengo ni nuru iangaze. Mungu anaposema ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni chumvi ya dunia, maana yake anataka atutumie kwa namna yoyote ile. Hebu Bwana akubariki kwa tafakari hii. Endelea kushiriki nasi katika kipindi hiki cha masomo ya unabii katika kitabu cha Danieli. Naamini kwamba Mungu atakubariki na tutabarikiwa, hasa katika wakati huu tunapojiandaa na ujio wa Yesu mara ya pili. Karibu tena kwa wakati mwingine tutakapokutana kwa unabii huu wa sura ya 3 sehemu ya pili. Tumalizie tuone nini kiliendelea, na karibu. Anatusihi, atuita kwa upole. Usikawie rafiki, miaka yaenda mbio. Mlango wafungwa ndugu, harakisha usichelewe.